Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Tunahitaji neema yako. Tunahitaji neema yako. Bwana Yesu. Tunahitaji neema yako. Tunahitaji uwezo wako. Tunahitaji mkono wako. Gusa maisha yangu. Gusa masomo yangu. Gusa ufahamu wangu. Gusa matatizo yangu. Gusa kila kitu ambacho kinanisumbua. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninajua. Utanigusa. Utaniponya. Utanisaidia. Amen. Tukae. Mwambie mwenzio kaa kusikiliza neno. Mimi nitakuacha. Changamka. Amka. Usiomba kulala. Amka. Changamka. Usizubae. Usikilizaje? Kitu kusoma katika kwamba hata kama kuna mambo yameshindikana, lakini Yesu anaweza akayatengeneza. Hata kama kuna mambo yameshindikana, lakini Jehova ana uwezo wa kuyarekebisha. Si ndio? Tunaamini kwamba Yesu anaweza. Hakuna jambo linalomshinda yeye. Ndio hivyo sasa. Yaani hakuna jambo ambalo ni gumu sana katika maisha ya mwanadamu duniani ambalo Mungu wetu hawezi kufanya. Maana Biblia inasema kwamba yote kwake yawezekana. Lakini sisi tukiamini yote yanawezekana. Unaelewa? Kwa sababu msingi amini. Ukiamini Yehova lazima atembee na wewe utakolea. Amen. Amen. Tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 19. Wafalme wa Pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 19. Biblia inasema watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia tukusini mahali hapa mji huu kama Bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi mzama pamoja. Akasema, nileteeni chombo kipya mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa makohoza. Mwambie mwenzio, jirani, kwanza leo, utazaa tena makohoza. Baada ya nabii Elia alipofikia muda wa kufanya kazi, ikafikia mahali Mungu akamwambia mtwae. Biblia inazidi kutueleza kwamba Elia alipokaribia kutwaliwa, tazama kulikuwa na dalili ambazo Elisha nabii wa Mungu alikuwa ameiona. Na kwa sababu Elisha alikuwa ameona kwamba mkubwa wake Elia anaenda kutwaliwa, hakuweza kumwacha. Ilikuwa ikifika kila mara anamwambia kwamba Elisha, kaa mahali hapa, nitakukuta mahali hapa, ili ya kwamba maana Mungu ameniambia nikafanye kazi mahali fulani. Alikuwa anamwambia kwamba sitakuacha. Kwa sababu Elisha alikuwa anajua kwamba mkubwa wake Elia ambaye alikuwa anafanya kazi pamoja naye alikuwa anaenda kutwaliwa na Mungu. Maana muda wake wa kufanya kazi ulikuwa umeshafanya nini? Umeshafikia kikomo. Kumbe Elia alipokuwa anataka kutwaliwa na Mungu, Mungu alimfahamisha Elisha kwamba nitaenda kumuondoa huyu. Kumbe inatakiwa wewe sasa Elisha utambue kwamba ni nini ambacho unatakiwa ukifanye ili ya kwamba utakipata hata atakapotoka huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha alikuwa ameiona kwamba mkubwa wangu ataenda kuchukuliwa. Akamwambia kwamba kama hali hapa nitakukuta, maana Bwana amenielekeza ile Betheli, akamwambia
kwamba kama roho yako ishivyo, sitakuacha mahali hapa, tutaenda pamoja na wewe. Kwa sababu alikuwa anajua kwamba nini kitachoenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akafika tena mahali akamwambia kama hali hapa nataka niende mahali fulani. Elisha akamwambia kama roho yako, kama Bwana anishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha, niko pamoja na wewe. Maana Elisha alikuwa amemng'ang'ania kwa sababu alikuwa anajua kwamba Elia alikuwa na kitu fulani ambacho Mungu alikuwa amekiweka kwake na alikuwa amemwahidia kwamba atakuja akipate. Kumbe ilibidi Elisha na mtumishi wa Mungu ang'ang'anie kwa Elia ambaye alikuwa ni nabii ya kwamba sitakuacha. Kwa sababu unajua ya kwamba wewe lazima utaenda kuondoka. Na kama utaenda kuondoka, mimi kama nitakayeacha lazima uniachie kitu. Sawa sana baba yako labda anataka kuondoka, anajua kwamba labda kesho labda mtu fulani anataka kuondoka duniani. Anakaribia kulala. Huko anajua kwamba kesho nitalala. Unakuta anawaita labda watoto wake kwamba kesho wanao mimi nitaondoka nitasafiri. Anaanza kuwakabidhi hichi na hichi, wewe utachukua hichi, utachukua hichi, si ndio? Kwa sababu ameshajua kwamba nini kinachotokea. Na Elisha naye alijua kwamba mkubwa wangu ataenda kutwaliwa. Sasa akajua kwamba hapa nisipochangamka nitaachwa. Elisha alisuka. Maana ni kwamba Elia hapa nikicheza tu kama imelala. Kwa lazima atende kuzali. Akafika. Akamwambia bado kafika mahali Elia akamwambia sema neno lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Akasema kwamba ninahitaji upako maradufu zaidi ya ule uliokuwa nao. Elia akamwambia umeomba neno gumu sana, ila utakapoliona nikiwa naenda juu mbinguni utapata, usiponiona utapata. Jifunze kuona. Ukiona utapata. Usipoona utapata. Ona zaidi. Ili Mungu aweze kusema na wewe. Elisha akaona alipokuwa anatwaliwa. Ghafla gari likashuka la moto. Ikamtoa nabii nani? Elia. Ilipomtoa nabii Elia ashangaa kwamba aliona mbali tu ya Elisha. Ndipo akachukua ile mbali. Alipochukua ile mbali. Akaanza kurudi. Aliporudi akafika katika ule mto wa ng'ombe ya Yordani. Akasema bila shaka upako wa Elia ulikuwa juu ya mbali. Akatumia ile mbali akapiga ile maji ya mto yakagawika. Na maji yalipogawika akaweza kupita. Akasema kwamba tayari kumbe upako wa Elia umekuwa juu yangu. Mwambie mwenzi upako wa Elia. Utakuwa juu yako. Akafika mahali, kufika pale mjini sasa. Akakuta watu wanalamika pale tao. Wanasema kwamba mahali pa mji ni pazuri, lakini maji yake hayafai. Huyu anazaa mapooza. Akasema tunakusihi wewe mtumishi wa Mungu kama nabii wa Bwana. Tunaomba maji ya sabini ya kwamba yaweze kupona. Yaweze kufanya nini? Kutoa ile chumvi. Akasema haina shida. Leteni chumvi. Mwiweke kwenye kabakuli fulani. Wakaleta ile chumvi kwenye kale kabakuli. Na walipoiweka ile chumvi kwenye kabakuli akamimina ndani ya nini? Ya ule mtu. Yale maji yakapona. Yale maji yakapona, yakapona kwa maji ambayo yaliharibika. Walianza kuyatumia vizuri sana. Maana historia inasema kwamba yale maji yalikuwa hayaewi kwa sababu yalikuwa na chumvi, kwa sababu inawezekana yalikuwa na asidi. Kumbe Bwana alimtumia mtumishi wake Elisha ili kwamba aweze kuyaponya. Nipo kwa ajili siku ya leo kukwambia kwamba inawezekana katika maisha yako kuna wakati mwingine umekuwa ukisoma na shimba, lakini yupo Jehova akishakaa ndani mwako lazima atakusaidia. Lazima kama ukisoma lazima hawakuamini kwamba itatokea, maana walikuwa wanamjaribu. Kwa sababu Elia alikuwa anajiamini kwamba Bwana amempaka mafuta. Akamleteni chumvi. Na ile chumvi alipoleta akaichukua, akaiweka ndani ya maji na maji yakapona. Mahali hapo ni mji pazuri kama Bwana unavyo, lakini maji yake hayafai. Lakini maji yalikuwa hayafai. Palikuwa ni mjini, palikuwa ni mahali panapofaa, lakini maji yalikuwa hayafai. Ni mahali mazuri akiangalia mwanadamu mwingine kwamba ile eneo linafaa kuishi, linafaa kujenga nyumba, lakini halifai. Palikuwa ni mahali pazuri sana. Inawezekana katika maisha yako wewe ni mtu mzuri sana. Umesimama
kweli nitaondoka? Umebaki na lakini katika maisha yako. Lakini inawezekana katika masomo yako. Kwamba je, kwani nitafaulu mahali hapa? Kama kuna watu ambao mwaka jana wamefeli. Je, mimi nitaweza kufaulu? Lakini Biblia inasema kwamba haijalishi kuna watu wangapi wamefanikiwa, lakini hatujifunze kwa wale waliofanikiwa, tunajifunza kwa wale walioshindwa. Tunajifunza kwa wale walioshinda, maana walioshindwa hatujifunzi kwa wale walioshindwa. Walioshindwa tena nao, wewe Mungu alikuumba, alikujua tangu ulipokuwa tumboni mwa mama yako, na alikutakasa, na alikujua kwamba ipo siku atazaliwa Linaza, atazaliwa fulani, alikujua ya kwamba utakutuzwa vizuri. Oh, come on. Sikiliza. Wote mbele maisha lakini. Lakini kweli nitapona katika kamonyo hapa. Inawezekana wengine waponi. Lakini kweli nitapona. Inawezekana wewe ni binti mzuri, lakini umebaki lakini inawezekana tabia yako ni mbaya. Hiyo ni lakini. Inawezekana kabisa la pili, lakini kuna jambo fulani linalosababisha ikuweke lakini. Hiyo ni baki bora, tabia yako ni mbaya, hiyo baki lakini. Japo kuna kulia kanisani, lakini bado unafungua sekete, unafungua zipo. Hiyo ni lakini. Biblia inasema kwa mwanangu nipe moyo wako. Na macho yako yapendezwe na njia zangu. Misali 23:26. Wewe unaomba moyo mshikaji. Huu moyo akiujeruhi utakoma. Yule unachukua moyo au unaomba jamaa? Unaomba moyo. Sisi tunamwona Mungu peke yake. Na sio jamaa. Umechakachuliwa kichwa chako kwa sababu uelewe hapo. Lakini Mungu akusaidie ili uweze kutambua kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Anachotaka kubadilike, lakini zote ambazo wakati mwingine unaona kama ufanye, na kama sitafaulu, na kama sitafanikiwa, na kama sitapona, Jehova mchana leo ana ujumbe katika maisha yako. Na kwamba katika maisha yako kuna mambo makubwa yamepitia. Kuna kila aina ya udhaifu umechezao katika maisha yako. Ninataka nikwambia kwamba Bwana amenitoa nje kwako. Nipatie moyo. Mungu angalia mwonekano wa nje, anaangalia moyo uliovunjika na kupondeka. Amen. Esther akapata kibali kwa Bwana na mfalme kwa sababu hakujipamba, hakujipaka shaka. No, ni kwa sababu alikuwa na neema ya Mungu ndani mwake. Maisha yako hayategemei mwonekano ulio nao, yanategemea na nini ndani mwako. Halo? Ondoa wasiwasi katika maisha yako. Ishi kwa kujiamini. Badilisha tabia yako. Na ukishabadilisha tabia yako, Jehova lazima azungumze na wewe. Hata kama shetani akiinuka akatoka kuzimu, lakini Mungu ni mwaminifu, lazima akuonekane. Usio mna kulegeza sketi. Umnasema fumweni zipo. Badilisha hiyo. Kama mtu anafanya mshamba tu ajui. Mshamba kwa nani? Kwa Yesu. Lazima kwa Jehova aone jamii. Ishi maisha kumpendeza Mungu na Jehova lazima atakuonekania katika maisha yako. Lakini zako zote wakati mwingine umesema kwamba kwa nini mimi? Inawezekana baba yako alishafariki. Kila kwa nini naweza kufanikiwa? Bwana angalia maana anasema kwamba Mungu ni Mungu wa wajane, ni baba ya yatima. Anaangalia maisha yako. Haijalishi baba yako alishafariki. Haijalishi kuna ugonjwa mkubwa kiasi gani umekuwa ukikusumbua katika maisha yako, lakini Mungu ni mwaminifu. Tumpigisha shuka kwako, ambaye ni damu ya Yesu Kristo, lazima maisha yako yakae sawa. Lakini Mungu ni mwaminifu. Tukileta jina lake, lazima tukuonekanie. Anataka kubadilisha tabia yako, anataka kubadilisha moyo wako. Ondoa kiburi, ondoa kiburi, na ubadilishe mtazamo wako, na akili yako isimuelekee na Mungu.
Tufikie mahala tusimame. Mungu anaangalia moyo wako. Haangalii mtoto wako, haangalii wanafunzi wako, anaangalia moyo. Allah? Lakini zote katika maisha. Na ukishatoa zile lakini Jehova lazima akuonekanie. Maji ilikuwa imeharibiwa. Una sifa nzuri, unafanya juhudi sana, lakini ndio haifai. Mama kidawa kile katika maisha. Je, nitafanikiwa? Mama kile wasiwasi ndani ya kichwa. Mwambie Mungu akuonekanie katika maisha yako. Mungu wetu ni mwaminifu. Cha msingi jiunganishe na yeye. Wewe jiunganishe na mtandao wa Yehova. Na ukijiunganisha na mtandao wake Mungu lazima ante na inase. Etu mlano wana tupaje na msichana kunaanza wa yeye. Badilisha. Mapenzi. Kama tunaona watu wenyewe. Acha hizo. Niko ndani na Jehova, mwambie Jehova, tabia hii, hali hii inanisumbua, nipe ambapo kuitoa, na ukisha kuitoa Jehova, akiona moyo wako uko sawa sawa, lazima kuguse, lazima kuonekane, haijalishi ile tabia. Lakini Mungu anaelewa, lazima kusaidie. Mungu anaweza kumshinda yote, kwa Mungu anawezekana. Nafanya Mungu shimeli yako. Mungu atakuwa na njia mbadala ya kukusaidia. Kuliko ulikuwa unajichanganya au unapata presha kwa bibi lipi? Wala sasa lazima kubadilisha mtazamo. Au kasuri niko nako nikaona tutatoka bwana. Mzuri kwa kusikiliza, Mungu angalia mwanangu. Wazuri kwa nani? Kwa Yehova. Hata kama unakuwa sura kama nini chini, kama kwa Yesu anakuwa nasema. Mungu angalia sura, anaangalia moyo. Ule mchika unaonekana. Wewe kila adresi moyo wako. Mungu hawezi. Hata kuna mambo kama kingine nimekwenda magonjwa usahihi. Ninataka nikwambie tabia yote ambayo inaonekana imeota vizuri, Mungu ana uwezo wa kuibadilisha. Mungu ana uwezo wa kuitengeneza. Mungu ana uwezo wa kuitengeneza njia mbadala ya kusaidia katika maisha yako. Mungu ni mwaminifu. Hata masomo yanayoandika ni kitu simple sana. Simple sana. Unaelewa? Simple sana. Tutaenda kusoma tena mahali fulani. Ezekiel. Unaweza kusema? Ezekiel 37. Biblia inasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana,
akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, na utazama ilikuwa ni mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, mifupa hii uiambie. Nami nikajibu, ee Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, nisikie neno la Bwana. Bwana Mungu aliniambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua kuwa mimi ndimi Bwana. Sasa Mungu alimwambia kwamba unaona, akampeleka kwenye bonde fulani ambalo lilikuwa limejaa mifupa ya watu. Akamwambia, unaona mifupa yote ile? Akamwambia, ndio naona Mungu. Akamwambia kwamba je, unaambia kwamba inaweza kaisha kusema wajua wewe Bwana? Maana yeye kama mwanadamu hakujua. Aliposema wajua Bwana Mungu, akamwambia utatoa na Biblia ya mifupa. Akatoa na Biblia ya kwanza, ile mifupa ikakusanyikana. Ilipokusanyikana akatoa na Biblia ya mifupa kwa ile ikaanza kuota nyama. Ambapo kulikuwa mishipa juu yake. Mara 3 nyama ikatokea. Na mara 4 tayari ni watu ambao walikuwa wanaona. Akamwambia tena kwamba utatabiri upepo utoke kaskazini, kusini na magharibi, ili ya kwamba waweze kuishi. Na mimi Ezekieli akaliita jina la Yehova kwamba enyi mifupa, mote nyama na mote mishipa, Bwana aliweza kuonekana, kwa sababu ile mifupa ilikuwa imeharibiwa. Ile mifupa ilikuwa ni mifupa ambayo haina nyama, ilikuwa haina nini, haina mizizi, haina mishipa. Akaitabiria ikaweza kuota nyama, baadaye mishipa ilikuwepo, na baadaye akaitabiria wakaanza kupumua. Ninataka nikwambie, inawezekana katika maisha yako umebaki mifupa, maana ni kwamba umefilisika kiroho. Lakini Mungu anayo habari njema mchana leo ya kwamba haijalishi maisha yako yameharibiwa kiasi gani ya kiroho, umekosekana hata ile hamu ya kumtafuta Mungu, hata kuja kanisani na wakati mwingine unalazimishwa, lakini umekosa ile hamu. Yehova ana uwezo wa kukupa nguvu ya kuwa na hamu ya kumtafuta yeye. Mungu tunayemtumikia ni Mungu mwaminifu. Ukisimama pamoja na yeye katika maisha yako, Mungu wetu ni Mungu wa siasa. Mungu akisema amesema, maana anafanya neno lake litimilize. Ninataka nikwambie kijana mchana leo ya kwamba Mungu anafungua ukurasa mpya wa maisha yako. Haijalishi kuna mahali gani katika maisha yako mfupi, inawezekana imekuwa ni kuenda kufungua. Unaangalia familia yenu ya kwamba familia yetu ni sisi maskini, hatuna pesa. Baba na mama inawezekana hajakaa vizuri, lakini Yehova angalia hilo. Anaangalia huo mfupa, na ule mfupa Mungu amemtuma nabii wake mchana wa leo ili aje kutabia kwamba kila aina mifupa ambayo yanaweza, Mungu anaweza kusaidia. Lakini mchana wa leo Mungu anataka mkono mbele kwa ajili ya kila mahali ambapo kila mifupa, kila magonjwa, kila aina ya mateso ambayo yanakusumbua. Wakati mwingine umekuwa kilala, unaona mambo ya ajabu hadi usema Mungu ni mwaminifu. Unapokuwa unasoma katika masomo yako unashindwa kuelewa, Mungu anakupa ukurasa mpya katika Mungu ni mwaminifu. Nimemwona kila mahali nilipozima kutumika na yeye, na hata wewe atakusaidia utakapofungua moyo wako. Angalia moyo wako, na moyo wako ukielekea yeye, Yehova atatembea pamoja na wewe katika maisha yako, katika nyumba yako, katika masomo yako, maana alikujua na alikutakasa, na kama alikujua na alikutakasa Jehova alijua ya kwamba tarehe kama hii mimi nitasimama mahali hapa nikwambie habari hii, na habari hii ni habari njema katika maisha yako. Mungu anachotaka leo, fungua moyo wako, na moyo wako utafunguka kwake. Bwana anasikia mchana wa leo, ataenda kukuonekania katika maisha yako. Lakini Mungu ni mwaminifu, ameniambia kwamba ataenda kukusaidia. Mifupa sio mifupa unayofikiria. Ndiko neno la kinabii kwamba Mungu alimtuma mtumishi wake. Akile kusudi. Wewe ndio utakuwa. Unataka kufanya jambo fulani unashindwa, sikia lazima. Neno la kumani kufanya bila shida. Mungu anasaka akupe neno. Mungu anataka kusaidia katika maisha yako. Na Mungu anakusaidia, lazima Mungu aendelee sasa. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu sana. Mungu wetu ni Mungu anayeweza.
Yaani Mungu anasema anachotaka moyo wako uelekeze kwake. Na moyo wako ushaelekeza kwake, lazima Bwana akuguse. Lazima Bwana atembee maisha yako. Lazima Bwana angalie moyo wako. Nataka nikwambie maisha yako hayategemei kwa baba yako, hayategemei kwa mama yako, kujichanganya mwenyewe, ni wewe na Mungu wako. Maana baba yako unaweza kumtegemea. Jehova hajatarajia kwamba utaendelea kuja baba yako. Unaweza kumwangalia baba yako, unaweza baba yako akafa, ukimwangalia mama yako akaondoka, ni nani atakayekusaidia? Mwangalie Jehova zaidi ya mwanadamu bila kuingia yote. Maana inasema kwamba ni heri kumtumainia Mungu kuliko kumtegemea mwanadamu. Na Biblia inasema kwamba amelaniwa kila mtu yule anategemea mwanadamu. Na kama mtu yote anategemea mwanadamu, Biblia inasema kwamba amelaniwa katika maisha kwa Bwana anakilana, anachotaka ubarikiwe, anachotaka uinuliwe, anachotaka uachane na tabia zisizofaa za kishetani, anataka tabia zako ziwekee yeye, utembee na nguvu yake, na ukishatembea na nguvu ya Yehova, Mungu aliye mwaminifu lazima akuonekanie katika familia yako, familia yako lazima iwe yafanyewe nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa mbinu mpya za watu wenye mwili watajua kuwa mimi ni Bwana mkombozi wako, na mkombozi wako ni mwenye enzi na Yakobo. Na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa mbinu mpya, na watu wenye mwili watajua ya kuwa mimi ni Bwana. Wanaokuonea kwa hili watakula nyama yao na watajiza damu yao katika maisha yao. Wakati mwingine unaonea mateso yako, shetani unapoona unataka kufanya jambo fulani la kimungu na shida, shetani anakuonea. Wanaweza sasa, lakini Isaya anatuambia kwamba wale wanaokuonea ataonyesha nyama yao wenyewe. Wapendwa wasipende, maana Mungu akisema amesema. Na mchana wa leo tutaanza kumwita Bwana wale wote wanaokuonea, kila aina ya tabia ambayo imekuja kuonea, ambaye ni devil, who is a devil, he must surrender before the name of Jesus Christ of Nazareth. I speak unto you under the power of the Holy Spirit. Jehovah ni Mungu anayeweza. Haijalishi unatoka
utatembea pamoja naye na Bwana atatembea pamoja nawe. Mungu ni mwaminifu, anaangalia ukibadilika na ukishabadilika sasa afanye zake, Bwana atakuonekania. Haijalishi miaka 10 iliyopita wewe ni mtu ambaye una tabia mbaya, Mungu anaangalia ukianza maisha yake pamoja na Yesu leo, Bwana ataenda kukuonekania. Simama. Waliokuonea. Mwambie waliokuonea. 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 Watakula nyama yao wenyewe. Aliyekulaani. Atalaaniwa. Aliyemumalikia. Atabarikiwa. Sema, hebu nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako, fungua moyo wako. Mambo ya Mungu ndio unayotaka moyo wako. Ukishafungua moyo wako, Mungu ni mwaminifu. Unajua kwamba katika maisha yako kuna vitu unahitaji Bwana kusaidia. Wewe amwangalie Mungu tu, mbinguni sio angalia mimi. Moyo wako elekeze kwa Mungu. Nyosha mikono yako au funga macho kwa Bwana anakupa. Moyo wako elekeze kwa Mungu. Basi kwa wewe sitaondoka. Yawezekana matokeo yametisha sana Tanzania. Ya kwamba watu wamefeli, lakini mwaka huu kwa sababu Bwana ameniita, mimi nitaenda kubadilisha historia ya matokeo ya shule ya sekondari Songwe. Na Mungu ni mwaminifu. Aliyenituma nije nikwambia ni Mungu ambaye nimemhakikisha na nimjua na mjua kwamba ataenda kukuonekania. Anachotaka moyo wako ufungue mbele zake. Na Mungu tena leo anataka badilisha maisha yako. Anataka badilisha maisha yako. Haijalishi kuna mambo mangapi ambayo yanakuwa kwako. Mungu wangu anatumikia. Isaka, Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu ataenda kutembelea. Funika macho yako sasa. Funika macho yako, endelea kutafakari. Ipo neema ya ajabu ambayo Mungu anataka ishushe kwako. Ipo neema ya ajabu ambayo Mungu anataka ishushe kwako. Upo mkono wa Yehova ambao unaweza kuponya maji yako yameharibiwa. Maji yako yalikuwa yamejaa chumvi, lakini Bwana aliweza kuonekana. Na hata wewe katika familia yako, sijui kuna makosa mangapi ambayo yanasababisha ushinde kusonga mbele. Sijui katika maisha yako kuna magonjwa yamekuwa yakikusumbua, yamesababisha kwamba ujue kwamba huwezi. Lakini Mungu mchana leo anayo habari njema kwako wewe kijana, kwako wewe binti, ya kwamba usiogope. Mungu anataka moyo wako, na moyo wako ukishaweka mbele zake anaenda kugusa maisha yako. Mungu ni Mungu anayeweza. Kaa kimya utafakari. Kwambia ni mahali gani ambapo Mungu anataka kugusa maisha yako. Endelea kutafakari. Ni mahali gani ambapo unataka Bwana akuguse? Ni udhaifu gani ambao unataka Mungu aweze kuondoa? Ni laana ipi katika ukoo wenu na familia yenu ambayo unataka kwamba yafuatilie maisha yenu? Umekuwa ukifanya hivi na shida. Umekuwa ukitaka kufanya hivi na shida. Inawezekana kwa wewe hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kwenda masomo ya juu. Lakini Mungu leo amesema kwamba leo amekutesa. Wanakuonea, wanashauri neno la kwamba nyumbani kwetu hamtafanikiwa, hamtafaulu, mtaenda shule, hamtaenda vyuo vikuu. Mungu anaachilia uweza na kuvunja kila aina ya hila na kuvunja kila aina ya kamba ambayo inazuia neema ya Mungu isiwe kwenu. Shetani akiinuka atoke kuzimu, lakini Mungu ni mwaminifu, yuko kwa ajili ya kutenda leo. Sikiliza na moja kwa moja. Wewe kama unataka maisha ambayo unaishi na umechoka, Bwana kwanza leo ninataka unisaidie katika maisha yangu. Nimechoka kuishi maisha yangu nataka. Njoo tutaomba pamoja na wewe. Maana kwa Mungu na mwana wake. Wewe kama unataka kubadilisha katika maisha yangu unaishi, njoo tuombe pamoja na wewe. Mungu hajaishi. Njoo tuombe pamoja na wewe. Kama umechoka kuishi maisha ambayo unaishi, umeonewa vya kutosha, umeonewa katika maisha yako popote pale, njoo tuombe pamoja na wewe. Ipo neema ya ajabu, usiogope, usiogope. Mimi nasema kwamba ukinionea hivi mbele za wanadamu,
Anataka wewe, Mungu anaangalia wewe. Wewe kama unaangalia unaumwa, Mungu anataka kukuponya. Naomba niombe na wagonjwa. Wagonjwa wote. Wewe kama unaumwa, sogea. Mahali popote ambapo unaumwa, njoo tuombe. Wewe kama unaumwa, tumbo si nini, njoo tuombe. Haraka. Njoo tuombe kama mzaifu wote. Unasoma katika jina la Yesu. Usiangalie mtu, jiangalie mwenyewe kwamba mimi Mungu ninakuhitaji. Kama mmoja anazuri kwa Mungu kwa nyuma, watu ambao wenye mahitaji yao, wanataka kwamba Mungu aweze kuwasaidia. Unapokuja kwa Mungu, njoo kwa kumaanisha, maana Mungu anataka abadilishe ukurasa wa maisha yako. Unajijua wewe mwenyewe katika familia yetu na mambo mangapi ambayo unayapitia. Usiogope kijana, usiogope binti. Mungu anataka kusaidia. Endelea kumwangalia Jehova, mwambie Mungu tunakuhitaji siku ya leo. Tusaidie katika maisha yetu, pasipo wewe hatuwezi. Endelea kuimba wimbo. Mungu anataka abadilishe katika maisha yako. Tuonekana kwa vitu kama na maneno yako Mungu ni mwaminifu, binti wa kijana ataenda kukuponya. Mungu anaweza kutendea maisha yako. Hakuna mwingine kama wewe. Anajua maisha yako. Baba, asante kwa wanao hawa ambao wale Kristo aliyetoka. Mungu ukili wao, ukaendelea na matendo yao. Kuanzia leo Baba, maisha yao yakae ushuhuda katika mataifa na katika wewe. Baba, nasema asante kwa sababu unaenda kuonekana kwa vijana wa Sadia. In Jesus name I pray. Amen. Nataka watu ambao wao yani wagonjwa, nyosha mkono wagonjwa. Wewe kama unaona huko. Wewe ngoja pita hapa mbele. Wagonjwa haraka haraka. Wewe kama unaona huko, pita mbele. Hebu unasumbuka zaidi watu. Sema nyosha mkono wako, nyosha mkono wako. Bwana Yesu, nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Nitakase Yesu. Nisafishe Yesu. Kuanzia leo, ninakataa magonjwa. Ninakataa udhaifu. Ninakataa mateso.
kwenye wanao, angalia afahamu zao. Mungu anataka kugusa. Kuanzia leo utakapoenda kusoma watafahamu. Tunapisha mateso kila na spirit of God. In Jesus' name I pray.